Haya maono ambayo nimeweza kuyaona juu ya nchi ya Tanzania, nataka tu nikwambie ya kwamba Tanzania mnatakiwa kuomba. Mnatakiwa kuomba sana. Nikiwa katika maono wakati wa usiku, sauti ya Mungu ilipenyezwa katikati ya ukimya mzito. Ikanambia ya kwamba viongozi watakaochaguliwa sasa hivi hawatachaguliwa kwa sababu ya sera zao, ila viongozi watakaochaguliwa sasa hivi Tanzania ni viongozi watakaochaguliwa kutokana na mioyo yao. Katika maono niliwaona viongozi wakiwa wanapita katika kiti cha hukumu, na Mungu ndiye alikuwa hakimu, huku malaika wa Mungu walikuwa wakimzunguka. Niliwaona viongozi wengi wa Tanzania, si wa chama pinzani, si wa chama tawala, katika maono haya. Na kitu cha pekee ambacho nilikiona katika maono yale, nilikuwa naona Mungu anawachagua watu wawe viongozi wa nchi ya Tanzania, si kwa sababu ya sera ambazo walizitoa kwa watu, bali nilikuwa namuona Mungu anawachagua watu kwa kuangalia mioyo yao. Ghafla malaika mmoja akapaza sauti akasema, Tanzania mpya inaenda kuinuka, Tanzania ambayo hakuna mtu aliyetegemea. Kuna kitu ambacho Mungu anaenda kukifanya katika nchi ya Tanzania. Wale waliokuwa wanadhani Tanzania ni mali yao watabaki wanashangaa, kwa sababu kuna ajenda fulani ya kiroho ipo katika kiti cha enzi. Wale wote viongozi wanaojiona wanastahili kuongoza taifa la Tanzania, nilikuwa nawaona wanapembuliwa kama mtu anavyopembua mchanga katika mchele, ili aweze kupata kitu ambacho atakula kwa raha. Malaika aliniambia kwamba inaenda kuinuka Tanzania moja ya maajabu, na akanitoa katika maono nikaenda uwandani. Ndipo nilipoiona Tanzania ipo katika mlima mkubwa sana, mlima wa dhahabu. Na kila upepo ulipokuwa ukipiga katika huo mlima wa dhahabu, nilikuwa naona neno limeandikwa amani na utulivu sasa viendelee kutawala. Yalipokuwa akipita yale maneno ya amani na utulivu viendelee kutawala, ghafla sauti ya malaika mmoja ilisikika ikiniambia ya kwamba hofu yote imetokomea, maana nataka niifanye Tanzania iwe barua kwa nchi zote za Afrika. Labda nikwambie kitu usichokijua juu ya ajenda za kimungu, na hii siri nakupa ni siri nzito sana. Wewe mtu ambaye umekuwa ukinifuatilia na kunisikiliza, nimekwambia haya yote tunayoyatamka hatutamki kwa sababu ya utukufu wetu, tunatamka kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Labda tu nikwambie kitu kimoja usichokijua, mwana wa Mungu. Kati ya nchi ambazo Mungu anaziangalia kwa namna ya ajabu sana ni nchi ya Tanzania. Na hii amani pamoja na utulivu ni Mungu mwenyewe alikuwa anailinda nchi hii. Kwa usifikiri kwamba kuna mtu yoyote ambaye anaweza akaja akaialibua the way anapenda yeye, the way anataka yeye, akaja akatualibia hii amani ya Tanzania. Hapana. Labda nikwambie tu kitu kimoja usichokijua, mwana wa Mungu, ya kwamba kuna watu wengi sana barani Afrika wanatamani kuja kuishi Tanzania, kwa sababu ndo nchi ambayo mtu anaishi kwa uhuru na raha. Nchi za wenzetu hakuna uhuru, muda wote kinachafuka, muda wote kinawaka. Lakini nchi ya Tanzania Mungu ameachilia amani, neema. Hii ni neema kwa sababu watu kustahili, lakini ni Mungu tu ametaka tuwe na neema ili watu waweze kuenjoy. Na ndio maana unakuta Afrika, Tanzania inasifiwa kwa kitu kimoja tu. Tunaweza tukawa kweli ni maskini, tunaweza tukawa kweli ni mafukara,
Tunaweza kweli tukawa ni watu tunaoonekana hatuna msimamo. Tunaweza tukawa tunaonekana ni watu wajanja wajanja, lakini ni kitu kimoja tu ambacho tunasifiwa nacho Tanzania, ni amani na utulivu. Na hichi kitu ambacho kinaitwa amani na utulivu, nataka tu nikwambie, ni ajenda ya Mungu Tanzania iwe barua kwa mataifa mengine ambayo yanatutazama. Na ndio maana unakuta Marekani akija Tanzania anatamani kulea. Raba shanda rada bakosta. Nataka tu nikwambie kwamba maono niliyoyaona ni maono ya matumaini. Kuonekana kwa Tanzania ipo katika mlima tu wa dhahabu ni jambo ambalo Mungu ana makusudi. Na katika ule mlima wa dhahabu ambapo Tanzania imeinuliwa juu na kila taifa lilikuwa linaona taifa la Tanzania, na yale maneno yalikuwa yanapita, amani na utulivu sasa niendelee kutawala. Maana nataka nifanye Tanzania iwe barua katika nchi za Afrika. Malaika akanitoa katika mlima ule ambao Tanzania ilikuwa juu. Nilipokuwa nikiendelea kushangaa yale maneno ya amani na utulivu, malaika akanileta huku kwenye kiti cha enzi. Sasa nikawa nawaona viongozi ambao wamepembuliwa na viongozi ambao wamechaguliwa na Mungu. Kuna viongozi ambao utakuta wanapita mwaka 2025 ambao wewe mwenyewe hukuzani kama utapita, utawaona. Na kuna viongozi wengine wataibua uzalendo katika mwezi huu wa 5, mwezi wa 6 hadi mwezi wa 7 hadi ule mwezi wa 8. Utakuta wanakuwa kama wana uzalendo, wana ukali fulani. Hiyo ni ajenda ya Mungu. Kuna watu ambao nilikuta wakipembuliwa katika kiti cha hukumu, kile kiti cha Mungu. Na kuna watu ambao nilikuta wakichaguliwa ili waweze kuiongoza Tanzania mpya. Nikawa nawaona wale viongozi ambao wanaongoza Tanzania mpya wanapewa neema ya ujasiri na kinywa cha kondoo, na maneno yao yatakuwa sukari. Kila wanapotamka, kila wanaposimama, kuna watu ambao watakuwa wanafurahia matamshi yao. Raba kosha na mahanda lezi gede bahata. Mungu litimize hili jambo lako, maana Watanzania wamekuwa wakisubiri kwa muda mrefu kupata viongozi ambao ni mashujaa, kupata viongozi wazalendo ambao hawatajali matumbo yao, watajali haki, watajali sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, watahimiza amani pamoja na utulivu. Mungu anaenda kuibua taifa ambalo litakuwa na vijana mashupavu, vijana ambao watakuwa waangalii fedha peke yake, bali watakuwa wametanguliza utu. Nataka tu nikwambie kwamba Mungu bado ana ajenda na taifa hili, na kuna kitu kikubwa ambacho Mungu amepanga kuja kukifanya katika taifa hili. Hivyo wewe unayeomba, omba sana ili Mungu aweze kutenda lile ambalo amekusudia. Kuna jambo jingine ambalo nataka niende nikakwambie kama siri, ambalo nililiona lipo katika kiti kile cha hukumu. Kuna jambo la siri na ni jambo zito ambalo hili siwezi nikalificha. Ni lazima nikwambie mwana wa Mungu. Nataka tu nikwambie kwamba kuna mambo mazito yanayoendelea katika ulimwengu wa roho. Wewe subiri. Kuna damu za Watanzania ziko chini ya ardhi zinapiga kelele. Kuna damu za Watanzania ziko chini ya ardhi. Kuna Watanzania ambao walishapoteza maisha, damu zao zinapiga kelele kwa sababu walipambania uhuru wa taifa hili. Walipambania uhuru wa taifa hili. Hivyo hawawezi kuruhusu watu 100, watu 200 waweze kuharibu amani pamoja na utulivu. Kuna jambo linafanyika katika ulimwengu wa roho. Yaani kuna jambo kubwa. Wale ambao mafisadi, watanguliza rushwa, wanaowaonea yatima, wanaowaonea wajane, wanaowaonea wanyonge, wanaowaonea wale wasio na mamlaka, wote kuna namna ambavyo wanaenda kupata aibu. Wanaenda kupata aibu. Na aibu watakayoipata ni aibu kubwa ambayo haiwezi kufutika leo wala kesho. Mwambie Mungu akutunze kwa ajili ya kesho ili uweze kwenda kuyaona maono haya. Mungu wa mbinguni akubariki sana na nakutangazia uzima katika maisha yako ili uweze kwenda kuiona Tanzania mpya. Raba kosha na mahanda. Pokea.